huyu ametangazwa kwa Yusufu. Yusufu akiwa mume wa Bikira Maria, kabla hawajakaribiana alitambua kwamba mchumba wake alikuwa mjamzito. Na katika desturi za Kiyahudi, mwanamke kupata ujauzito nje ya ndoa ilikuwa ni fedheha, ilikuwa ni jambo zito, lilikuwa ni jambo la aibu. Kwa hiyo Yusufu alihangaika. Alimjua mke wake kuwa mnyofu, mwadilifu, lakini hakuweza kubaini imekuwaje akapata mimba. Akiwa na mahangaiko hayo, alipashwa habari kwamba mimba ya Maria ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akatiwa moyo kwamba asiogope kumpokea Maria, bali ampokee, amtunze na amlinde. Huyu Yosefu aliyetangaziwa hayo ni mfano wetu ambao tunazawadiwa Yesu Kristo. Tumlinde, tumpokee na tumpe nafasi katika maisha yetu, katika familia zetu, jumuiya zetu, vigango vyetu, mahali petu pa kazi na kadhalika. Huyu Yosefu aliyemkaribisha Yesu nyumbani kwake anatambulika kama mtu wa haki. Ni kama mtu wa haki aliweza kumkaribisha Maria, kumlinda na kumtunza. Sisi sote kwa nguvu ya ubatizo wetu ambao umetufunganisha na Kristo Mwokozi, tunaitwa tuwe watu wa haki. Na haki ni nini? Naamini kwamba karibu wote mlishanisikia nikifafanua maana ya haki. Nitarudia tena leo kwa kifupi. Haki ni ule uelewa na utayari wa kutambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Narudia, haki ni uelewa na utayari wa kuyatambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Yosefu aliyatambua mastahili ya Maria, akamheshimu, akampenda, akamlinda na akamfanya atambulike kama mwanamke mwenye heshima mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sisi tunaoadhimisha Christmas, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe mwana Dar es Salaam, ewe Mtanzania, je, wewe ni mtu wa haki? Wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki, sio wadau wa haki. Watanzania wengi kwa ujinga, kwa kurubuniwa au kwa vinginevyo ni au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili
vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristo Mwokozi. Kwa hiyo, ewe Mkristo, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki, jitose usimamie ukweli, jitose usimamie amani, jitose usimamie yanayompendeza Mungu. Yesu aliyezaliwa kwa ajili yetu anatambulika kwa majina mawili. Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Narudia tena, jina Yesu maana yake ni Mungu anayeokoa. Na Mungu anayeokoa ni Mungu wa haki, ni Mungu wa ukweli, ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa amani, na ni Mungu wa huruma. Hilo la huruma linatuhusu wote, kwa sababu wote tuko wa dhambi, lakini Mungu hatupatilizi kwa dhambi zetu. Ametuhurumia, akatuzawadia Mwokozi ambaye jina lake lingine ni Mungu pamoja nasi. Ndugu zangu, nawaombea na